Rafiki zetu walioko hapa jioni ya leo, jina la Bwana litukuzwe. Wale ambao wanasikiliza wanatupata kupitia Hope Channel Tanzania, Morning Radio pamoja na Rock FM katika mitandao ya kijamii. Bwana atukuzwe kwa kutenga muda wako jioni ya leo kujiunga nasi kutokea hapa Kibaya Kiteto 2021 nitakwenda. Jioni ya leo Mungu wetu amekuwa mwema sana. Ametupatia nafasi tena wakati mwingine huu katika jioni hii kuketi na kusikiliza neno lake. Wewe pamoja nami unayenitazama na kunisikiliza, umejaliwa kadhalika kuwepo mbele za Bwana hapo ulipo. Yesu yuko pamoja nawe katika nyumba yako, katika chombo chako cha kusafiri, ukiwa umesimama kwa mbali ama kwa karibu, bila kujali shida ambazo zinatokea na upepo wa mbisho unaovuma. Yesu yuko pamoja nawe, anatufikia kila mmoja pole ulipo. Na jioni ya leo Bwana atubariki kwa neno lake anaposema nami na kusema pamoja nawe. Awali ya yote niwaalike katika jioni ya leo tumshukuru Mungu wetu kwa sala. Mungu wetu, asante, tunakushukuru mno kwa kuwa nasi kwa mara nyingine tena jioni hii, ili utubariki kwa neno lako, na kwa neno lako ukajidhihirishe kwetu, na kwa neno lako ukatutakase, na kwa neno lake ukatuponye jioni ya leo maradhi katika miili hii kwa rehema zako. Ponya akili zetu, tupatie utulivu kwa sababu utakaa ndani yetu. Tuondoe katika maisha ya dhambi na tupatie amani ya kweli jioni ya leo, ili kila atakayesikia sauti hii na mwaliko na aseme na uje Bwana wetu Yesu Kristo jioni ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Jioni ya leo tuna somo la pekee, wakati Profesa Aaron Nyagori akizungumza habari kwa nini ufe mapema, mwanzo wa mwendo. Karibu sana jioni ya leo. Hapa ni mwanzo wa mwendo. Wiki hii nitakwenda baada ya kuona msukumo wa mimi kwenda, alafu vuka vizuizi, kisha tukaona usafiri wa msafiri. Leo mwanzo wa mwendo. Hebu tupungiane mikono wale wanaonipata jioni ya leo. Bwana wabariki sana, na wewe unayenisikia katika mitandao mbalimbali, Mungu akubariki sana. Mwanzo wa mwendo. Jana tuliona dhambi ilileta mauti, kama tulivyosoma katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17, ukila utakufa hakika. Jana tuliona hayo mauti hayaletwi na malaria, hayaletwi na kifafa, hailetwi na shinikizo la juu la moyo, haliletwi na kisukari. Hilo kifo hakiletwi na COVID-19 wala hakiletwi na saratani. Kifo hicho hakiletwi na ajali. Hiki ni kifo ambacho hakiletwi na uzee. Hiyo ni kifo kinacholetwa na mauti inayoitwa ya pili, yani ziwa liwakalo moto na kiberiti. Tulisoma jana Ufunuo sura ile ya 22, tukasoma hilo ziwa la kiberiti. Ufunuo sura 20 mstari ule wa 6 na ule mstari wa 12 mpaka mstari wa 14, ziwa liwakalo moto. Tukasoma Mathayo sura 25 na mstari wa 41, hilo ziwa limeandaliwa shetani na malaika zake. Kwa hiyo hayo ndiyo mauti. Tukasoma Wathesalonike ya 2 sura ya 1 na ule mstari wa 9, hayo mauti ni kutengwa na uso wa Mungu milele. Hicho ndicho kifo kilichotajwa, sio kile cha Zaburi 89 na mstari wa 48, ni mwanamume gani atakayeishi asione mauti? Sio hicho. Hicho tuliona ni ile Yohana sura ya 11 mstari wa 11, 12 na 13, akisema Lazaro amelala.
Hiki cha sasa ni usingizi tu, haututengi na Mungu. Kifo cha uzee, cha magonjwa, cha ajali hakitutengi na uso wa Bwana. La, kwa bahati mbaya sana, bajeti ya dunia hii, katika serikali, katika mashirika mbalimbali, imesheheni kwenye kifo hicho ambacho ni usingizi. Laiti tungelijua kama kuna bajeti inapaswa kuwekwa, ni bajeti ya kuondoka kwenye kifo cha milele. Na ndio maana ATAPE wamekuja katika shehena hii, wanapogusa namna gani tuishi tukikazana kuondoka katika kile kifo cha milele. Tufanyeje kwa afya zetu za sasa, ili tupate nafasi ya kufanya maamuzi vizuri katika maisha haya. Ndiposa tunapata ushauri wa kisheria namna gani tuendelee kuishi katika dunia hii, katika nchi yetu, katika jamii tunayokaa, tukiendelea kufanyia kazi namna ya kwenda kutoka katika mauti ya milele. Mwanzo wa mwendo jioni hii ya leo. Kwa nini? Kwa nini Yesu pekee ndiye usafiri? Kwa nini? Leo jioni hii ya leo tunaenda kuona mambo makubwa mawili. Kwa nini awe yeye peke yake na asiwepo mwingine yeyote? Hiyo ndio hoja iliyoko leo. Halafu baada ya kuifahamu hiyo hoja, wewe na mimi unaanzia wapi hasa? Wapi unaanzia? Hii ndiyo kazi ambayo neno la Mungu linaiweka mbele yangu na mbele yako. Naam, tuliweza kusoma haya mauti haya ambayo Mungu alisema, kwa sababu Biblia inasema katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23, maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi sura ile ya 6 mstari wa 23, Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ni mauti. Kisha unaposoma katika Isaya sura ile ya 64 na mstari wa 6, Biblia inaeleza hata matendo yetu tunayoita ya haki, matendo ya haki ni machafu mbele zake. Yaani anachoeleza ni kwamba hakuna mwanadamu awezaye kutenda matendo mema akatoka katika kifo hiki ambayo ni mauti ya pili kwa kutenda matendo mema. La, kwa mujibu wa Isaya ni machafu bado, hayawezi kumtakasa mwanadamu mbele za Mungu wake. Hii ndio tunahitaji kuweza kuona hapa. Yeye ndiye usafiri na hakuna mwingine awaye yote, hayupo. Sababu ya kwanza ni hii. Kwa nini yeye peke yake ndiye usafiri, ndiye anaweza kutuvusha kutoka mauti ya pili hata kupata uzima? Yeye peke yake. Injili ya Yohana sura ya 10, fungua pamoja nami Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 15, kisha tusome mstari wa 17 na mstari wa 18. Mwanzo wa mwendo. Neno la Mungu jioni ya leo linazo habari njema sana. Sura ya 10 ya Injili ya Yohana na ule mstari wa 15, kisha tutaruka tusome mstari wa 17 na 18. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 15, Biblia takatifu inasema, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo, hapa naingia mstari wa 17, nautoa uhai wangu, ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutwaa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Tasikiliza vizuri. Kwa nini ni yeye peke yake
ndiye mwenye uhai nafsini mwake, ndiye anayeweza kutoa uhai na kutwaa tena. Mwanadamu hana uwezo huo, hawezi kujikomboa, kwa sababu akisema afe ili ajikomboe hawezi kurejesha uhai. Kwa hakika Biblia inasema mwanadamu pumzi yake ikitoka, kila kitu kinatokea, kinapotea, na kwa sababu hiyo hawezi kujiokoa. Ni yeye peke yake mwenye uwezo wa kutuokoa peke yake. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kutuokoa. Ana uwezo wa kutoa uhai na kutwaa tena. Na mnakumbuka jana jioni tulisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 17 na 18. Tukaona yeye anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tena anasema nalikuwa nimekufa, lakini sasa ni hai, ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Peke yake, Alfa na Omega. Na ndipo ikarudiwa tena katika Ufunuo sura ya 22, na ukianzia ule mstari wa 12 na 13. Tazama naja upesi kumlipa na uko mikononi pamoja nami, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Mimi ni Alfa na Omega. Na usisahau tulisoma Isaya sura 41 na ule mstari wa 4. Huyu anayeitwa mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, ni nani basi? Ndiposa Biblia ikasema huyo ndiye Bwana. Hebu soma tena pamoja. Soma pamoja nami Isaya sura ya 41. Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ni nani huyu? Isaya 41 na mstari wa 4. Ni nani aliyetenda na kufanya jambo hilo, avitajae vizazi tangu mwanzo? Mimi Bwana, wa kwanza na wa mwisho, mimi ndiye. Haleluya! Yeye ndiye wa kwanza na wangapi? Ndio maana anamwambia Yohana katika kisiwa cha Patmo, mimi nilikuwa nimekufa, sasa ni hai, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Na kwa sababu hiyo wote dunia hii hakuna, ni yeye awezaye kufungua makaburi, mwenye uwezo dhidi ya mauti. Peke yake anautoa uhai, anautwaa tena. Na ndio maana mwanadamu yeyote katika dunia hii hawezi kutukomboa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa nini ni yeye peke yake? Jambo la pili ni hili. Biblia inasema katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5 mstari wa 12. Soma pamoja nami Warumi sura ile ya 5 na mstari wa 12. Sababu inayoelezewa kwa nini ni yeye peke yake. Maana tunapoangalia mwanzo wa mwendo lazima tuone kwa nini abaki peke yake, na wengine wote, nitumia lugha moja jana, watakuwa ni vishoka. Nakumbuka watakuwa vishoka, wanadai hili ni shamba langu, kumbe sio la kwake. Nadai hii ni kini, lakini hawezi. Warumi sura ile ya 5 na ule mstari wa 12. Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya nini? Dhambi. Ndio maana kila mwanadamu anayezaliwa na mwanamke ameingia kwenye orodha ya waliofanya dhambi. Yaani mtoto anapokuwa ndani ya tumbo la mama, yaani yuko kwenye listi tayari ya mdhambi mwingine karibu atakuja duniani. Siku anazaliwa, mama anamnyonyesha, ananyonyesha mdhambi mwingine aliyekuja. Wanashangaa mtu anasema jamani, mtoto anapokufa, mtoto mchanga, unasikia mtu anasema jamani, mtoto alikuwa bado mdogo, malaika wa Mungu alikuwa bado malaika. We malaika huyu nika dhambi kakubwa ambako akajaanza makeke. Subiri kakue. Yaani unajua malaika aweza, malaika yupi anayenepishwa.
Unajua mambo mengine tunayasema ambayo hayana akili. Malaika, kwa sababu tu ni mtoto avae husika wa malaika? La, ni mdhambi. Ni mdhambi anayekuja ulimwenguni. Wote wametenda dhambi, kila mwanadamu. Hakuna hawe ana cheo katika serikali, ana cheo katika siasa, ana cheo katika dini, ana cheo katika jamii, imradi ni mwanadamu. Biblia inaeleza ametenda dhambi, na kwa sababu hiyo wanadamu wote kwa kigezo hicho wanakosa sifa. Moja, hawawezi kutoa uhai wakautoa tena, hawawezi. Mbili, wote wametenda dhambi, na kwa kuwa wametenda dhambi, Warumi 6:23, wanastahili kifo. Yaani anapokuja duniani ameshapewa hukumu kifo. Huyo ameshahukumiwa kifo, na kwa sababu hiyo ni yeye peke yake. Sasa swali unaniuliza mchungaji, samani kidogo, hivi unamaanisha Yesu sina alizaliwa? Alikuja duniani sawa, na kama kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Sina yeye ana dhambi. Sasa ikifika hapo inabidi tumuulize Biblia. Fungua Biblia yako, tunahitaji kuona jambo hili vizuri. Paulo anaandika kwa Wakorinto ile ya pili sura ile ya 5 na mstari wa 21. Biblia inasema yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi. Hakujua dhambi. Biblia inasema alifanyika nini? Dhambi. Lakini anasema hakujua dhambi. Sasa mtu mmoja anasema kama alifanyika dhambi basi atakuwa na dhambi. Ngoja kidogo. Nenda Petro ya kwanza sura ya 2. Tusome pamoja mstari wa 22. Hapa nahitaji niweze kusoma hapa. Kwa sababu Petro alikaa na Yesu. Na Petro alikaa na Yesu miaka 3.5 yote akimsikia. Petro ya kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema yeye hakutenda nini? Hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Haleluya! Hakutenda nini? Wala hila haikuonekana wapi? Kinywani mwake. Labda mtu mmoja anasema yeye hakujaribiwa basi, lakini Mathayo anaeleza alijaribiwa. Na mtu mmoja akasema alijaribiwa pia akiwa na ndoa. Yeye hakuwa na ndoa, maana watu wengine wanafikiri ukiwa na ndoa ndio umeshindwa kwenda mbinguni. Na sasa unamuuliza kwa nini uliingia kwenye ndoa kama wewe unajua ni kushindwa? Na hii ndio ambalo watu wanasema Yesu yeye hakujaribiwa. Alijaribiwa. Wapi unasoma? Waebrania sura ya 4 mstari wa 15. Waebrania sura ya 4 na mstari wa 15. Mwanzo wa mwendo. Neno la Mungu linasema jioni ya leo, Waebrania sura ya 4 na mstari wa 15. Biblia inasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo mangapi? Yote bila kufanya nini? Bila kufanya dhambi. Hakufanya dhambi, ndio. Lakini Yesu mwenyewe aliwahi kuwapatia changamoto Wayahudi. Katika Injili ya Yohana sura ile ya 8 na mstari wa 6 aliwauliza swali akasema, nani anishuhudiaye kati yenu ya kwamba nina dhambi? Nani anishuhudiaye? Chukua wewe mfano huko hapa Kibaya, huko hapa Kiteto, Tanzania hapa. Halafu unaambia watu wa nyumbani kwenu, unaambia watu wa kijijini katika wilaya yetu hii, nani awezaye kunishuhudia ya kwamba nina dhambi? Hakuna mwanadamu huyo hata mmoja, ni yeye peke yake. Lakini ndiye tu pia aliyewahi kuambia wanafunzi wake katika Injili ya Yohana sura ya 14 na mstari wa 30. Alisema hivi, yule mkuu wa dunia hii anakuja, lakini hana kitu kwangu. Alikuwa anazungumza nini? Alikuwa anaeleza ya kwamba shetani anakuja kwake, ila hakuna chochote alichowekeza kwa Yesu.
hana kitu kwangu, hana chochote. Lakini sio tu madai ya Yesu mwenyewe, zile mahakama za wakati wake, wakati Yesu yuko pale akihukumiwa mbele ya Pilato, katika Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 13 mpaka wa 15. Hebu tusome hapo usikie vile mahakama zilivyosema wakati ule. Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 13 hadi 15. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu, akawaambia, mtu huyu umemleta kwangu kana kwamba amepotosha watu, nami natazama nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo yote mliomshitaki. Mstari wa 15, wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi saa tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasaro kufa. Yani mahakama zilikiri hana dhambi, hana kosa. Yeye mwenyewe aliwahoji, nani anishuhudiaye nina dhambi? Aliyekaa na yeye Petro anasema alijaribiwa kila nyanja bila kutenda dhambi, wala kinywani mwake hakuwa na hila. Huyu pekee katika wote waliokuja duniani ndiye ambaye hakujua dhambi, akafanyika mwili bila kutenda dhambi. Mtu mmoja anasema labda yeye alikuwa na mwili wa tofauti na sisi. Ngoja kidogo msikilizaji, kitabu cha Warumi sura ya 8 soma mstari wa 3. Warumi sura ya 8 na mstari wa 3, neno la Mungu linayo majibu kabisa. Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 3, neno la Mungu linasema jioni ya leo, mwanzo wa mwendo, na hapa ninanukuu, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa nini? Wa dhambi. Yani Yesu hakutoa mwili wa malaika wakati anakuja, wala hajachukua mwili wa Adamu kabla ya dhambi. Hapana, alitoa mwili ulio mfano wa nini? Wa nini? Wa dhambi. Na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Haleluya, haleluya. Yani ndiye aliyefanyika mwili tena ulio mfano wa dhambi. Yani anachosema Biblia ni kwamba Yesu hajatwaa mwili wa Adamu kabla ya kuanguka dhambini. Na unakumbuka jana tulisoma ya kwamba kwa asili alichukua mzao wa Ibrahimu. Huyo ndiye mzao, ile zera, jana wakati tunazungumza maneno haya. Kwa hiyo Yesu alitwaa mwili ulio mfano wa dhambi, anafanyika dhambi bila kutenda dhambi. Na ndio maana pekee katika wote waliokuja duniani kupitia mwanamke pekee ndiye tu aliyefanyika dhambi, yeye asiyejua dhambi, akatwaa dhambi chini yake akakwea nazo. Sasa angalia kila ambacho Waebrania sura ya 2 inachoelezea. Waebrania sura ya 2, soma pamoja nami uone kila ambacho neno la Mungu linaeleza. Waebrania sura ya 2, neno la Mungu linaeleza jioni hii ya leo kila ambacho Mungu anataka tuweze kuelewa. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14, mwanzo wa mwendo, neno la Mungu linasema mstari wa 14, na hapa na nukuu, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani nani? Ibilisi. Yani Yesu ameshiriki damu pamoja na nyama ulionayo, yani ameshiriki, akachukua huo mwili wenye sifa za mauti. Kwa nini anachukua mwili wenye sifa za mauti? Sikiliza kidogo hapa.
Nahitaji nieleze jambo hili vizuri kadiri Mungu atakavyonijalia, kwamba kwa nini Yesu anachukua mwili huu anashiriki damu na nyama katika mwili wa mauti. Ni kwa sababu huyu shetani, baada ya kutuingiza kwenye dhambi, tukaingia kwenye mauti, na kwa sababu ya mauti akadai ya kwamba ameweza kuweka ulimwengu chini ya katazo la mauti. Na sasa ili aonesha ya kwamba hawezi, Yesu akabeba huo mwili wenye sifa za mauti, na kupitia mwili huo alifanyaje hapa? Ngoja ona, nirudie fungu hili hapa. Ona kile ambacho Biblia inaeleza cha ajabu kweli kweli. Mstari wa 14 anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Sasa sikiza vizuri, yaani Ibilisi ameharibiwa kwa kifo cha Yesu. Na sasa maana yake ni nini? Kwa nini Yesu ilibidi achukue mwili wa mauti? Kwa sababu mauti inaharibiwa na aliye na nguvu za kuharibu mauti, na huyu anayeharibiwa mwenye nguvu zake huyu ni Ibilisi. Na kwa sababu hiyo ilibidi abebe mwili wa mauti. Ndio maana kama Yesu angelichukua mwili wa Adamu kabla hajaanguka dhambini, maana yake asingelikufa, kwa sababu mwili wa Adamu kabla ya dhambi haukuwa na sifa za kuwa chini ya mauti, asingeweza kufa. Na kwa sababu hiyo, kwa hiyo tusingeweza kuokolewa. Ilibidi achukue mwili huo wenye sifa za mauti, ili kwa njia ya kifo chake amharibu Ibilisi mwenye nguvu za mauti. Haleluya! Hii ndiyo sayansi ya wokovu. Kwa nini? Ni yeye pekee, ni yeye pekee, kwa sababu ndiye anayeweza toa uhai na akautwaa tena. Kwa nini? Ni yeye pekee, ni yeye pekee ambaye alizaliwa akabeba mwili wa dhambi bila kutenda dhambi. Na kwa nini abebe mwili wa dhambi? Anabeba mwili wa dhambi kwa sababu mauti inatanguliwa kwa kifo. Na hiki ndio ambacho tunahitaji kuweza kujua katika ile Waebrania sura ya 2 na mstari ule wa 9. Waebrania sura ya 2 na mstari ule wa 9. Jioni ya leo, mwanzo wa mwendo. Waebrania sura ya 2 na mstari wa 9, neno la Mungu linasema hapa, na nukuu, ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila nani? Ya kila nani? Ya kila mtu. Ni yeye pekee. Wakati anaonja mauti, alionja mauti ya Adamu, akaonja mauti ya Hawa, akaonja mauti ya wanadamu wote. Alionja mauti kwa kila mtu, kwa kila mtu, kwa kila mtu. Hiki ndio maana pekee anayeweza kuokoa. Yu hai, alionja mauti kwa kila mtu. Hii maana yake nini basi? Maana yake ni kwamba, kwa nini anaonja mauti ya kila mtu? Katika Waebrania sura ya 9 na mstari wa 26 anasema, alitwaa mwili huo katika mwili wake aitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Ndiye anayetangua dhambi, katika kutangua dhambi kupitia mauti yake. Lakini kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 8, kwamba Yesu alidhihirishwa azivunje kazi za Ibilisi. Anatangua yeye aliye uwezo wa mauti peke yake, ndiye ana uwezo huo. Jioni hii ya leo, Yesu amekufa kwa mauti ya kila mwanadamu.
wewe na mimi wote Yesu amekwisha lipa. Ule mshahara wa dhambi utakufa hakika. Yesu amekwisha tulipa deni. Haleluya! Ndio maana Warumi sura ya 3 mstari wa 24 anasema wanahesabiwa haki bure. Hebu tufungue fungu hilo, Warumi sura ile ya 3 na mstari wa 24. Tunahesabiwa haki bure. Bure. Namna gani? Warumi 3 mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya! Yani tunahesabiwa haki bure, sio kwa shilingi za Tanzania, wala randi ya South Africa, wala dola ya Marekani, wala fedha yoyote. Yani tumeokolewa na tunahesabiwa haki bure, bure kabisa. Sasa swali linabaki hapa, ametuokoa bure, ni bure kabisa. Inakuwaje hiyo? Biblia itatueleza toka Adamu wa kwanza na huyu wa pili. Na hapa nahitaji usikilize vizuri, katika kitabu cha Wakorintho ya kwanza sura ya 15 mstari ule wa 21 na 22. Mwanzo wa mwendo, Wakorintho ya kwanza sura ya 15 mstari wa 21 na 22. Biblia inasema maana kwa kuwa mauti ililetwa na mngapi? Mmoja. Kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mmoja. 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanafanyaje? Wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanafanyaje? Wanauishwa. Haleluya! Hapa anachosema ni nini? Adamu wa kwanza, katika yeye tulishiriki damu, tukashiriki nyama. Kila anayezaliwa anakwapaswa afe. Yesu akija, Adamu wa pili, huyu analeta kifo, huyu analeta uisho, yani ufufuo. Huyu analeta mauti, huyu analeta uzima. Ya maana yake ni nini? Wewe na mimi tuko hapa katikati. Sikiliza kile ambacho Biblia inaeleza katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5 na mstari ule wa 14. Angalia kile ambacho Biblia inaeleza, Warumi sura ya 5 na mstari wa 14. Neno la Mungu linatueleza mambo yafuatayo. Warumi sura ya 5 na mstari wa 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Yani mauti imetawala kuanzia Adamu, na hakuna aliyefanya dhambi kama ya Adamu. Sasa sikiliza kidogo, kwa maana hii dunia inajihangaisha na mambo mengi sana. Inaeleza wanadamu ya kwamba kuna dhambi ya asili. Tena dhambi ya asili hiyo ndio inaendekeza wengine mpaka wanajisikitikia, na wengine wanasema jamani, huyu Adamu alituletea matatizo, huyu Adamu alituletea hiki. Naomba usikilize vizuri jioni ya leo. Yaani maana yake ni nini jioni ya leo? Maana yake ni kwamba ile dhambi ambayo Adamu alileta, hiyo ndiyo Yesu Kristo ameshughulika nayo. Haleluya! Yani ameshughulika nayo. Alileta mauti, akaleta ufufuo, akaleta uzima. Yani wewe na mimi hapa tumeokolewa bure, kama ambavyo tulipewa huu mwili wa damu na nyama bure kutoka kwa Adamu. Bure tukatokea hapo, tukachukua uhusika, tukashirikishwa damu na nyama na hasara zote za Adamu wa kwanza. Kadhalika kitendo cha Yesu kwa kifo chake, ametufia wote. Mstari wa 17, 18, 19 Warumi sura ya 5. Sura hiyo hiyo ya 5 ya Warumi, Biblia inasema hivi, mstari wa 17: kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti itawala kwa sababu ya yule mmoja,
Zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Haleluya. Mstari wa 18, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Haleluya. 19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Haleluya. Jioni ya leo, yaani hapa tendo moja wote chali, hapa tendo moja la Adamu wa pili wote wamefufuliwa. Na hiki ndicho ambacho Biblia inachokieleza. Ndio maana ile Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asifanyeje? Asipotee, bali apate uzima wa. Kwa hivyo kesi hii inachoeleza ni nini? Yaani maana yake ni kwamba kama kuna mtu atapotea, si kwa sababu alichofanya Adamu, hapana, ila kwa sababu yeye hakuamini. Fungua Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Fungua Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 17. Uone Yesu anavyoeleza maneno haya kwa mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Ufunuo Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili afanyeje ulimwengu ahukumu nini, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. 18, amwaminie yeye hahukumiwi. Haleluya. Asiyemwamini amekwisha kufanywaje? Kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa nani? Umesikia Biblia inasema wanadamu watahukumiwa kwa sababu ya Adamu alikula tunda? Hapana. Yaani Biblia haisemi tena habari ya Adamu na tunda lake. Biblia inaeleza hivi kile Yesu alichofanya na uwezekano wa mwanadamu kutoangamia. Dunia hii itahukumiwa si kwa sababu ya kosa la Adamu wa kwanza. Dunia hii itahukumiwa kwa kosa la kutokuamini huyo aliyekuja. Na Yesu anazungumza mstari wa 19, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Yaani hukumu haipo kwa sababu ya kosa la Adamu wa kwanza, ipo kwa sababu ya kuto kuamini. Hiki ndicho Biblia inachosema, na ndiyo maana Biblia inaeleza jioni ya leo kwamba katika maisha yangu yote hatuhitaji kumlaumu Adamu na Hawa, kwa sababu alichofanya Adamu na Hawa kilishapewa ufumbuzi. Ufumbuzi wake ni Kalvari. Yesu alikwisha kutufia na alionja mauti kwa ajili ya kila mtu. Ndio tulivyosoma Ibrania 2 mstari wa 9. Na tena akashiriki damu na nyama ili amharibu yeye aliye na nguvu za mauti. Tukasoma Ibrania sura ya 2 mstari wa 14. Peke yake katika kitabu kile cha Wakorintho ya pili sura ile ya 5 na mstari ule wa 18 hadi 20 anaeleza Mungu alikuwa ndani ya mwana akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu aaminie. Kila mtu amwaminie yeye asipotee. Mwanzo wa mwendo ni kuamini. Tunaposema nitakwenda na usafiri ni Yesu Kristo, mwanzo wa mwendo ni kuamini. Kuamini pekee. Yesu amekwisha tuokoa. Ile hatia ya Adamu, mshahara wa dhambi, Yesu amekwisha lipa. Imebaki kila aminie. Katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 24,
Injili ya Yohana sura ya 8 na mstari wa 24, Yesu aliwaambia Wayahudi hawa, akawaambia maneno haya mwisho, akawaambia mambo mazito kweli kweli, na tunashukuru hatimaye walielewa wakati ule. Yohana sura ya 8, Yohana Injili sura ya 8. Soma pamoja nami Yohana Injili sura ya 8 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Yaani Yesu anawaambia, mimi ndiye njia, kweli na uzima. Mimi ndiye ufufuo na uzima. Mimi ndiye mlango wa kondoo. Mimi ndiye chakula cha uzima. Msiposadiki ya kwamba ufumbuzi wa dhambi ya Adamu umepatikana kupitia yeye, mtakufa katika dhambi. Na anarudia lugha ile ile, mtakufa hakika. Mtakufa hakika. Msiposadiki, msipoamini kwamba Yesu ndiye, msipoamini kazi ya Mungu ameshafanya. Ametufia msalabani, ametutoa katika hatia ya dhambi na mauti. Kazi yako na mimi katika mwanzo wa mwendo ni kusadiki, ni kuamini kwamba Yesu ndiye tu usafiri wangu. Kwa hiyo mwanzo wa mwendo ni kuamini. Na mstari wa 30 neno la Mungu linasema, mstari wa 30 katika kitabu hicho cha Yohana sura ya 8 mstari wa 30, Biblia inasema jioni ya leo, neno la Mungu linasema, naye alipokuwa akisema hayo, wengi walifanyaje? Walimwamini. Jioni ya leo mimi nimechagua kuwa miongoni mwa wengi waamini. Jioni ya leo waweza kujiunga na kundi hilo katika nchi ya Tanzania, katika bara Afrika, katika mabara yote duniani. Wengi wanamwamini Yesu ndiye Mwokozi, na kwa kuamini kwao wametoka mautini, wameingia uzimani. Na kwa sababu hiyo jioni ya leo, je, unaamini yeye ndiye? Kama alivyowaambia Wayahudi, msiposadiki kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Mimi ninasadiki. Wewe jioni ya leo chukua nafasi hiyo, na ikiwa unasadiki, popote ulipo, simama pamoja nami. Simama pale ulipo kwamba Yesu ninasadiki. Pale nyumbani ninasadiki. Kwenye chombo cha usafiri nasadiki. Katika runinga yako simama pale nyumbani, wala usione aibu yoyote. Usiposadiki nitakufa katika dhambi. Yeye pekee, hapo ndipo mwanzo wa mwendo. Kusadiki, kuamini. Hatutahukumiwa kwa dhambi ya Adamu, tutahukumiwa kwa kutokuamini kwangu, kwamba yeye ndiye. Mimi na wewe tumechagua kwa upande wanaosadiki. Jioni hii ya leo, je, ni fursa ya pekee. Kama unaamini zaidi ya kusimama tu katika runinga yako, piga hatua moja kusogea kwenye runinga hapo. Katika redio ile, piga tu hatua pale ulipo. Na kama uko kwenye mikutano hii, kwa nini usitembee tu? Tembea tu hapa mbele, tembea tu hapa mbele kwamba Yesu, ninasadiki wewe ndiye. Tembea tu haraka jioni ya leo tunapohitaji kuomba. Tembea pale ulipo. Ninasadiki wewe ndiye mlango wa kondoo. Wewe ndiye ufufuo na uzima. Wewe ndiye uliyelipa deni. Wewe ndiye. Tembea tu pale ulipo jioni ya leo. Mwanzo wa mwendo ni kuamini. Haleluya. Jioni ya leo tunapohitaji kumshukuru Bwana pamoja nami, fumba macho yako pale ulipo. Baba, jioni ya leo asante kwa kuwa sisi tumesadiki wewe ndiye. Kwa kusadiki tunaanza mwendo. Mungu wetu tubariki. Walioko nyumbani, walioko barabarani, kwenye viwanja hivi, asante kwa kutuaminisha, kwa sababu wewe ndio unayetoa uhai na unautoa tena, na ulibeba dhambi kwa ajili ya kila mmoja, ulionja mauti yake. Hakuna dhambi ya asili tena inayoweza kutubabaisha. Dhambi ya Adamu ulikwisha lipa. Mungu asante jioni ya leo kwa kutubariki na neno lako kwa kila mmoja wetu, kila mwenye shauku hii na mwenye imani hii, tunapoendelea kuishi hata ujapo mara ya pili, katika Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Ikiwa ndio mara ya kwanza, usiondoke.
Wako viongozi wetu wa utaratibu wa mikutano hii wamevaa t-shirt zao na viongozi. Tafadhali fanya hatua hiyo. Kuna ubatizo ndani ya juma hili katika maandalizi yote kwenye vituo kule. Bwana wajalie kwa viongozi wetu pale, chukua hatua hiyo. Mungu awabariki sana. Amina.